Nimesikia taarifa nyingi kwenye mitandao, kwenye magazeti, kwenye vyombo mbalimbali, lakini na watu wakiongea. Kuna jambo ambalo linaendelea katika taifa la Tanzania. Lakini jambo hili ni kwa habari ya kufungwa kwa kanisa linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima. Jambo hili limeleta simanzi sana katika taifa la Tanzania. Tumekuwa kama tuna msiba, kwa sababu kila kona ya taifa, kila kona ya nchi, sasa hivi habari ni hii. Lakini nikapata maswali mengi ya kujiuliza baada ya kufuatilia hiyo taarifa iliyotolewa, ambayo inasababisha ashambuliwe kwa namna ya ajabu sana. Kwa mtazamo wangu na kwa mawazo yangu mwenyewe binafsi, taarifa ile naona kama haina shida. Alikuwa anaongelea habari ya kutetea watu wanaouawa, kusemea watu ambao hawana sauti, wanaopotea bila sababu na wengine hawajaonekana mpaka leo. Lakini kutafuta nani anafanya haya. Mimi sidhani kama kulikuwa na dhana yote ndani yake iliyobeba swala la kisiasa ama la kidini ama la kikabila ama la namna yoyote. Lakini uliokuwa unaongelewa hapa ni utaifa na utu. Utaifa na utu. Sasa nimekuwa na maswali mengi ya kujiuliza kwenye jambo hili. Kwamba linaweza likaonekana ni jambo zuri, labda mtu ameonywa. Lakini tunatakiwa tuone vitu vingi kwenye hili jambo. Kwamba tunaelekea wapi, tuna athari gani? Kuna athari nyingi zaweza kujitokeza. Athari mojawapo ni hii, sasa hivi watu wanasimanzi. Watu wanahangaika kwamba wamenyimwa uhuru wa kuabudu. Jumapili wanakwenda kuabudu wapi? Sawa, siku za katikati, waumini wengine ni wale wanaoonekana Jumapili kwa Jumapili. Sasa taarifa haikutolewa. Imetangazwa kwenye mitandao na watu wamevamiwa wakiwa kwenye mikesha na wakapigwa. Ni kitu cha ajabu. Kanisani mahali pa amani, mahali pa usalama. Mtu aliyeumizwa, ninachojua, nakimbilia kanisani, anapata relief. Lakini leo anakwenda kanisani, anakuta amezungukwa, anakuta anamwagiwa mabomu ya machozi, anapigwa virungu. Kwa nini? Kwa sababu anakwenda kuabudu? Hapana, kwa sababu mtu mmoja ameuliza au ameelezea, amehoji kwa nini watu wanatekwa, ni nani anayewateka na anayewateka wako wapi. Je, ni kweli watu hawatekwi? Mimi sikuona sababu ya kufanya vita ya namna hii. Watu wengi wameumia sana kwenye jambo hili. Kuna wagonjwa wanakwenda pale ili wapone, waombewe, na makanisa hayo ni mengi mno. Kuna watoto wanashinda pale kanisani siku za Jumamosi, wana ratiba hiyo. Leo watoto wale watakwenda wapi? Na tunawafundisha nini kwenye jambo hili? Kwamba je, dini ni vita kinyume na serikali? Sio jambo zuri kabisa. Na nimesikiliza ile press kwamba Watanzania hatujawahi kuwa na utamaduni wa namna hii. Haya tumeyatoa wapi? Kwa hiyo kunakuwa na notion nyingi kwenye jambo hili. Kwamba labda hapa kuna vita ya udini. Kwamba kuna maslahi tofauti. Kwamba hapa kuna Utanganyika na Uzanzibari. Mambo haya hayafai. Kabla ya kufanya jambo ni vizuri kujiuliza athari zake ni nini. Ingekuwa ni chakula, sawa, watu waweza kwenda kuchukua mahali pengine. Sawa, watu waweza kwenda kuchukua chakula mahali pengine. Lakini swala la huduma ya kiroho ni hatari mno. Swala la imani ya mtu ni hatari mno. Tumelelewa kwenye mambo hayo. Lakini kwa habari ya maendeleo labda pia nielezee kidogo. Kwamba mtawala huwa anatafuta watu ili nchi iwe na maendeleo. Sasa leo tunapowatawanya watu ni jambo la ajabu. Mwalimu Nyerere alishawahi kuongea, ili uwe na maendeleo, ili nchi iwe na maendeleo, inahitaji vitu kadha wa kadha. Inahitaji watu, inahitaji ardhi, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Sasa leo watu hao ndio wanapotea, na tunahoji kwa nini wanapotea. Hivi hapa kuna maendeleo kweli? Watu hao ndio wanakuja kwenye nyumba za ibada wanapigwa. Kuna maendeleo, kuna amani kweli hapa? Lakini unapoongelea kwamba labda ni issue, ameongelea swala la siasa kwenye madhabahu. Mimi sioni kama ni swala la siasa kwenye madhabahu. Kwa sababu siasa ni maisha.
Siasa ni mfumo wa maisha. Inaweza ikawa kwenye ngazi ya kifamilia, inaweza ikawa ni kwenye ngazi ya kitaifa, inaweza ikawa ni kwenye jamii. Huwezi kuikwepa siasa kwenye maisha ya mtu. Siasa labda ni nini? Na ndio maana sasa leo tunakuta watu wanasema siasa ni mchezo mchafu. Tunasikia viongozi wanajaribu kuonya watu msichanganye dini na siasa. Lakini siasa hii ni nini? Ninachojua siasa ni maisha. Siasa ni maisha. Maisha popote siasa lazima iongelewe. Sasa mtu anaposimama madhabahuni anachoongea, anaongea siasa. Nyumbani kwake anaongea siasa. Kwa hiyo mimi niombe, nitoe rai kabla hatujafika pabaya. Jumapili kesho kutwa kuna watu ambao hawajasikia hili jambo. Wanasikia tu kwenye mitandao, inaonekana ni udaku na vitu kama hivyo. Watu wamezoea udaku kwenye mitandao. Hakuna maelezo rasmi yanayoonyesha kwamba jambo hili kweli lipo, katazo hili kweli lipo. Ndio maana unaona hata hiyo siku ya Jumatatu nilivyoona kwenye picha mjongeo, watu wanapigwa bila sababu. Hivi tumefikia huku kweli kama taifa? Tumefikia huku kama Watanzania kweli? Anayepiga wanaoabudu ni Mtanzania, anayeabudu anapigwa na mtu Mtanzania. Hivi tumefikia huku kweli? Tunaelekea wapi kama taifa? Anyway, ile ilikuwa ni ibada ya katikati. Jumapili watu watatafuta kwenda kuabudu. Nimemsikia anasema ana watu zaidi, makanisa zaidi ya 2000 Tanzania. Watu watatoka asubuhi wanakwenda kuabudu. Je, nini kitatokea wanakuta kanisa limepigwa utepe? Jambo gani litatokea? Tutegemee nini kutokea hapo? Watu wanapokusanyika zaidi ya 100, 200, 300, tutarajie nini kitokee? So waweze kukuta utepe wakaondoka wakarudi walikotoka majumbani. Watabaki pale pale. Nini wataintroduce, wataimplement nini pale? Ni vizuri kujua kwamba tunaweza tukatangaza amani, lakini tukawa sababu ya kuchafua amani, ya kuleta machafuko katika taifa, katika jamii, katika familia. Hata Biblia inanieleza wazi kwenye kitabu kile cha Wakolosai sura ile ya 3 mstari wa 20 kwamba enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, na hii ndio haki. Lakini mstari wa 21, na ninyi baba msiwachokoze watoto wasije wakakata tamaa. Watu wakifikia hatua ya kukata tamaa tunaelekea mbali sana. Lakini pia utaona kwenye kitabu cha Yohana sura ile ya 17 mstari wa 12, Yesu anasema, Baba, wale wote ulionipa niliwalinda kwa jina lako. Lakini inapotokea mtu mwingine anawatawanya wale ambao tunawalinda, nini kinakwenda kutokea? Kwa hiyo mimi nitoe tamko, ni laani jambo hili, kwamba jambo hili sio zuri kabisa. Tunawajengea image gani watoto wetu? Watoto wa watoto wetu tunawafundisha nini? Je, leo limefungwa la Gwajima, kesho litafungwa la nani? Lakini kwa kupendekeza, kwa kushauri kwamba tufanye nini ili jambo hili litoke. Hivi kweli matokeo yake, matarajio yake au malipo yake ni kufungiwa kanisa? Hii ni sawa kweli? Hao wanaofungiwa kanisa wanatakiwa kuabudu, wenye uhuru wa kuabudu. Je, hao wamekosea nini? Mimi nafikiri tufike mahali ni kuombe sana rais wa nchi hii ya Tanzania, pamoja na wale wote wanaokuzunguka kushauri, lakini na mamlaka zingine husika, tusitengeneze uadui kati ya jeshi la polisi na wananchi wa kawaida ambao ni innocent. Hao wanakwenda kuabudu, si wahalifu. Hao wamevamiwa kana kwamba ni watu au askari wamevamia kijiwe cha wavuta bangi. Wale ni waumini, walikuwa wanaabudu. Lakini imetokea kama ilivyotokea kwenye picha mjongeo. Kwa mimi ni shauri kwamba hebu tutafute namna nyingine ya kurekebisha jambo hili. Tukae chini, tuongee kama ambavyo siasa inasema, kwamba kwenye siasa kuna mijadala. Kiongozi ukae na watu, na watumishi wa Mungu ni watu wema tu. Mara nyingi umekuwa ukikusanya viongozi wa dini, basi tuite sisi wote, tukae tujadili jambo hili, jamani limekaaje, ili maisha mengine yaendelee, maendeleo yaendelee katika nchi. Tusiye kufikia pabaya.
hatutamani. Huwa inatisha tunapoona wenzetu wa nchi za jirani wanakuja kwetu kutafuta kimbilio, kutafuta hifadhi kwa sababu ya machafuko. Sisi tutakwenda wapi? Maeneo au nchi nyingi zilizotuzunguka kuna machafuko, wenzetu wanakimbilia kwetu. Hiki ni kisiwa cha amani. Sisi tutakwenda wapi? Kina mama, wazee, watoto tutawapeleka wapi? Mimi niseme wewe ni mama. Tuite sisi viongozi wa dini, waite Waislamu, waite Wabudha, waite Wahindu, wale viongozi. Mimi naamini kutokea hapo kuna hekima ambayo itatumika ili kanisa hili lifunguliwe. Watu wapewe uhuru wa kuabudu, watu wamtafute Mungu wao. Unapowatenga watu na Mungu wao ni jambo la hatari sana. Mimi nilaani sana kitendo hiki, kwamba si sawa kabisa kwenye jamii yetu ya Kitanzania. Hebu turudi kwenye tamaduni zetu za zamani. Turudi kwenye asili zetu. Hatujalelewa vivi, hatujalelewa kwenye migogoro. Tukae chini tuongee, mambo haya yaishe, watu wawe na amani, watu wapendane. Tanzania hakuna udini, Tanzania hakuna ukabila. Sisi wote tumetoka katika mmoja. Tusitengwe kwa sababu ya dini zetu. Tusitengwe kwa sababu ya kabila zetu. Hakuna kabila ambao ni bora zaidi ya kabila lingine. Hakuna dini ambao ni bora zaidi ya dini nyingine. Dini ni mpango wa watu kumtafuta Mungu. Kwa tuliache hivyo. Mungu awabariki sana wote wanaonisikia. Na naamini jambo hili litapatiwa ufumbuzi. Asanteni sana.